Ni mimi tena ndugu yako Gamaliel maarufu kama Sugar Trust, mwalimu wako wa somo zuri la Vuka Ng'ambo. Tumeangazia kama pointi 7 mpaka sasa, na mara mwisho nafikiri jana tulikuwa tunazungumzia juu ya imani. Nikasema imani ni nguvu, ni nguvu inayopelekea vitu kutokea kwenye maisha ya mtu, lakini imani ni damu ya mafanikio. Imani ni damu ya mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu tunachokifanya hapa duniani tunakifanya kwa imani. Tunapoweka mipango ni imani. Mtu nakuta miplani kwamba mwaka huu nitafanya 1 2 3, lakini hajui keshi na kuaje. Ni imani ile. Sasa unapokuwa na imani unajikuta ni mtu wa tofauti kabisa, na utajikuta unatoa matokeo ya tofauti kabisa. Sasa leo nataka tuangalie pointi nyingine ya kutusaidia kufanikiwa katika maisha yetu haya ya kawaida. Na pointi hii ni namba 8, ambayo inasema jifunze kujitamkia mema. Jifunze kujitamkia mema. Watu wengi wamenapitia changamoto kwenye maisha, lakini changamoto nyingi hizo zimesababishwa na wao wenyewe, na vinywa vyao wenyewe, na yale ambayo wanajitamkia kila siku, yale ambayo yanakiri kila siku kupitia kinywa chake. Kwa nini? Kwa sababu hajui nguvu iliyo nyuma ya kinywa chake. Unajua, Biblia inatuita sisi ni wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo, au ni mfano wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwenye kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26, Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Anasema nao mstari wa 27, Biblia inasema kwamba Mungu akamfanya mtu kwa sura yake na kwa mfano wake, akamfanya mwanamke na mwanaume. Sasa huyu Mungu ambaye tumefanywa kwa sura na kwa mfano wake, aliumba vitu kwa kupitia kinywa chake. Kama Mungu aliumba vitu kupitia kinywa chake, hivyo hivyo na sisi watoto wake, kwa sababu ni uzao wake, tunaumba vitu kupitia vinywa vyetu. Na muda mwingine Mungu anatumia vinywa vyetu kuleta mabadiliko makubwa katika maisha. Lakini pia sasa kwa wale ambao hawajui madhara au faida zinazotokana na vinywa vyao, wanajikuta badala ya kuumba vitu vyema kwenye maisha yao, wamejikuta wanaumba vitu mabaya kwenye maisha yao. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Mithali, kitabu cha hekima hiki, Mithali 6 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Unaweza kaangalia wewe mwenyewe katika maisha hayo unayoishi, ni mara ngapi umejitamkia maneno mema? Ni mara ngapi umewatamkia watoto wako maneno mema? Niliwahi kutana na dada yangu mmoja, alivyopata mtoto wa kike alilalamika sana, akasema nimezaa kahaba. Nimezaa kahaba. Kwa kuwa hakujua nguvu ya kinywa, ilimpelekea kutamka hayo maneno magumu kwa mtoto wake, na baadaye huyo mtoto wake akajikuta anapitia maisha ya mfumo ule. Ile roho inaendelea kumfuatilia kwa sababu ya yale maneno aliyotamkiwa. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Vipi wewe unajikamata na maneno gani kwenye maisha? Mwingine unaweza ukasema watu wananiroga, kumbe wewe ndo mchawi mwenyewe wa maisha yako. Wewe ndo nabii wa maisha yako, au wewe ndo mchawi wa maisha yako. Unapojitamkia laana kila siku, mimi sio wa kufanikiwa, mimi nimetoka kwenye familia maskini, mimi niko hivi tu, vile ni vya wale watu wengine, sijui nini na nini. Unasema nafikiri ni maneno ya kukufariji, lakini hayo maneno unajifunga wewe mwenyewe. Kwa unajikuta unashindwa kusogea, kupiga hatua katika maisha. Hata muda mwingine uombe vipi, Mungu asipokupa ufunuo wa kwamba batilisha maneno uliyojitamkia, unaweza ukajikuta unapita kwenye changamoto kubwa sana. Kumbe changamoto hiyo umeileta wewe mwenyewe. Lakini pia unakuta unajikuta umemfungulia shetani nafasi ya kuingia kwenye maisha yako kwa kupitia kinywa chako, kwa sababu wewe unajitamkia mabaya
Kwa hiyo kwa mfano mtu anajitamkia, mimi magonjwa huu ni wa kwetu, ni wa kwetu. Sasa hata ndugu zako wakianza kuumwa unalalamika tena, wakati wewe mwenyewe umesema ugonjwa huu ni wa kwetu. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kinywa kina uwezo wa kuua na kuhuisha. Kuna nguvu hiyo ndani ya kinywa cha mtu ya kuua na kuhuisha. Mithali 18 mstari wa 20 na 21, Biblia inasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Unataka uzima? Tamka uzima. Unataka mauti? Tamka mauti. Anasema tumbo la mtu litajazwa na matunda ya midomo yake. Hivyo ulivyo ni matokeo ya vile unavyojitamkia kila siku. Hauwezi ukawa nje na maneno yako, kwa sababu wewe hayo maneno nayokuwa unasema ni unajitabiria, unajifanyia unabii. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe, wala sio mtumishi wa Mungu yeyote. Wewe ndo nabii wa kwanza. Sasa let's say labda wewe unajitamkia kila siku maneno mabaya, unajitamkia kushindwa, unajitamkia kufeli, unajitamkia udhaifu kila siku. Alafu nategemea mtumishi wa Mungu akija kutamka baraka zije kwenye maisha yako. Zitapitia wapi? Wakati huku ndani kuna kitu kinazuia ambao ni yale maneno. Maneno yana tabia ya kusimama. Maneno yana tabia ya kusimama. Kwenye kitabu cha Warumi 10:10 anasema hivi: kwa moyo mtu huhesabiwa haki, kwa moyo. Anasema kwa kinywa hukiri na kupata wokovu. Yaani mtu akiamini kupitia ndani ya moyo wake anahesabiwa haki, kwamba hicho kitu ni cha kwake. Lakini ili kidhihirike lazima akili, atamke kwa kinywa chake, mimi ni mwenye nguvu, mimi ni mwenye uweza, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mbarikiwa. Anasema kwa vile tulikuwa tunajifunza jana kwamba uonavyo nafsini mwako ndivyo mlivyo. Kwa hiyo watu wengine wanapojiona ni dhaifu toka ndani yake, anaenda kujitamkia pia udhaifu. Lakini Biblia imetufundisha kwamba yeyote ambaye ni dhaifu na aseme nina nguvu. Bado Mungu hatamani mtu akiri udhaifu hata kama akiwa kwenye hali yake ya udhaifu. Kumbe unapokiri yale maneno yanaumba, kwa sababu wewe ni Mungu. Yesu akasema ninyi ndimi miungu, wana wa Mungu aliye juu, na maneno hayawezi yakatanguliwa. Sisi ni Mungu wa dunia, ni miungu sisi wa duniani. Kwa hiyo tunapotamka mambo magumu kwenye maisha yetu, tunajiumbia yale mambo, na tunajikuta tunapita kwenye yale mambo, na muda mwingine tunabaki tunashangaa. Kwa hiyo unaweza ukawa unalalamika kwamba watu wengine sijui wananifanyia hivi, sijui hivi na hivi. Kumbe ni wewe, yale maneno unayojitamkia. Umeanzia biashara haiendi, biashara ni za watu wengine bwana, mimi siwezi, sijui nini. Unataka tena biashara yako ifanikiwe. Yaani unavyokiri na vile unavyotamani ni vitu viwili tofauti. Huwezi kupata matokeo yaliyochanya. Lazima ubadilishe namna ya usemi wako, kwa sababu tumeona unategwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo kama unajitega na maneno mabaya kila siku, usitegemee kupata mambo mazuri kwenye maisha ya kwako. Kwenye kitabu cha Isaya 59 mstari wa 19, Biblia inasema hivi: mimi nayaumba matunda ya midomo, amani amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Kumbe Mungu pia anaumba matunda ya midomo, anaumba vile vitu tunavyojitamkia kwenye maisha. Hebu badilika, anza kushirikiana na Mungu kuumba vitu kwenye maisha yako. Sasa kama unajitamkia vitu vizuri, maana yake Mungu ataumba hayo maneno yadhihirike kwenye maisha ya kwako. Lakini kama unajitamkia vitu vigumu na vibaya kila siku, usitegemee kwamba utapata matokeo chanya kwenye maisha ya kwako, kwa sababu Mungu atakiumba kile kile unachokitamka. Hebu anza kubadilika, tumia kinywa chako vizuri, tumia kinywa chako vizuri ili kiweze kuleta matokeo makubwa katika maisha haya ulionayo hapa duniani. Siku moja wana wa Israeli walikumbana na changamoto hii. Musa alipowatuma wale wapelelezi kwenda kwenye nchi ya ahadi wakaipeleleze, akina Joshua na Caleb,
na baadhi ya wengine waliporudi, wengine walileta taarifa mbaya, wakasema tumefika kule kweli, ila tumekuta majitu, sisi ni panzi, sisi ni chakula chao. Japo Yoshua na Caleb walikuja wakaipinga ile statement au huo usemi, wakasema wao ndo panzi, wao ndo panzi, sisi ndo majitu, na tutauteka ule mji kwa sababu Bwana yuko upande wetu na hayuko upande wa wale watu. Sasa wana wa Israeli walipopata zile taarifa mbaya, walilalamika, wakasema tunakufa. Musa, umetuleta huku ili sisi tufe. Mungu alimwambia Musa hivi, akasema kama nilivyosikia walivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia. Hakika hawataingia nchi ya ahadi, watafia jangwani. Na wote walikufa jangwani. Kanani waliingia vizazi vile vingine vilivyozaliwa baadaye, na Caleb na Yoshua ndio walioenda kule, lakini wengine wote waliotoka huku walifia jangwani kwa sababu ya yale maneno waliokuwa wanajitamkia. Mungu alishindwa kwenda nao kwa sababu ya yale maneno waliokuwa wanajitamkia. Ndugu yangu na rafiki yangu, hebu jaribu kubadilisha namna ya kusema. Hata kama mwanao hafanyi vizuri, mtamkie mema basi. Hebu tamkie watu wako mema, kwa sababu wewe, hayo maneno yanaumba, hayo maneno Mungu anayaumba, na utajikuta mtu anapitia maneno hayo, anapitia changamoto fulani kutokana na yale maneno ambayo watu wameyatamka juu ya maisha yake. Na kama umejitamkia maneno mabaya, sasa ufanyeje? Batilisha huo usemi. Kuanzia leo sema, Mungu nisamehe kwa yale maneno niliyojitamkia mabaya, leo nayabatilisha yawe baraka. Nayabatilisha yawe baraka, na kuanzia leo uanze kujitamkia maneno yenye nguvu, yenye ushindi, ukitambua kabisa kwamba maneno unayoyatamka ni mbegu. Maneno unayoyatamka unaumba kesho yako, unaumba maisha yako, unaumba maisha juu ya mtu. Ndio maana Mungu anaposhindana na waovu, sehemu moja kwenye kitabu cha Zaburi akawa anasema, fanyeni shauri kwa pamoja litabatilika, na mseme neno halitasimama, bali shauri la Bwana litasimama, na makusudio ya moyo wa Mungu ni vizazi na hata vizazi. Kwa hiyo tunapoingia pia kwenye maombi, tunaposhindana na waovu, kwa sababu waovu wanaweza wakawa na kutamkia maneno mabaya, unayashindaje hayo maneno yao? Ni kusimama juu ya neno la Mungu. Limesemaje? Limesema watasema neno lakini halitasimama, wametamka neno lakini halitakuwa. Anasema fanyeni shauri kwa pamoja litabatilika, na mseme neno halitasimama. Kwa hiyo na wewe unasimama na huo mstari kuyapinga maneno ambayo watu yamkini wamewahi kutamkia. Kuna wengine walikwambia tutaona kama mtafanikiwa, hautafika hapa, hautafanya hivi. Waambie mimi navuka, maana imeandikwa hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yangu siku zote za maisha yangu. Haitoshi, Mungu amesema atakutangulia mbele na kupasawazisha mahali palipo paluzika, na kukatakata mapingo ya chuma, na kuvunja marango ya shaba, na kukupatia hazina zako zilizofichwa gizani. Kinachotakiwa, simama upande wa Mungu. Kwa kujitamkia mema unakuwa umesimama upande wa Mungu, kwa sababu Mungu atayaumba yale maneno, atayaumba yale unayoyatamka, na hakika yatadhihirika kwenye maisha yako. Kuanzia leo, anza kujitamkia ushindi, anza kujitamkia mema, batilisha yote yale unayojitamkiaga vibaya. Usimsaidie shetani kuharibu maisha yako wewe mwenyewe. Simama upande wa Mungu na utaona muujiza wa Bwana. Kuanzia leo, anza mwanzo mpya. Jitamkie mema, jitamkie baraka, jitamkie ushindi, na utashangaa namna Mungu atakavyokutendea katika dunia hii. Asante sana, ubarikiwe sana. Tukutane kwenye pati nyingine.